Tayib, jambo jingine la kutanguliza hapa, ili jambo la kuchinja ni jambo lenye fadhila na ni jambo la kiibada, na sio ada au desturi kama watu wengi wanavyodhani. Al-udhiyatu ibadatun adhima qad jaa al-hathu biha fi al-kitabi was-sunnah. Kuchinja ni ibada kubwa, wanasema ulama. Kwa hakika yamekuja mahimizo ya huko kuchinja kwenye kitabu na kwenye sunna. Adilla za Qur'ani, adilla za sunna zimekuja kwa wingi katika jambo hili la kuhimiza kuchinja. Kwa mfano, kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Ukiwasoma mufassirun kal-Imam Ibn Kathir wal-Baghawi na ashabu al-Jalalain na tafsiri zingine, wanaeleza kwamba hizi aya hizi fasalli li rabbika wanhar katika suratul Kauthar ni dalili ya udhiya, na swali kwa ajili ya Mola wako na chinja, anaambiwa Mtume alayhi salatu wassalam. Mufassiruna wengi wanaona kwamba swala hapa ni salatu Eid al-Adha. Hii ni swala ya Eid ya kuchinja. Fasalli li rabbik, na sali kwa ajili ya Mola wako swala ya Eid al-Adha. Wanhar, na uchinje kwa ajili ya Mola wako kichinjo cha udhiya. Hii ni dalili inatolewa kwenye kuonyesha fadhila za udhiya. Lakini pia miongoni mwa fadhila za kuchinja ni ile aya katika suratul Hajj tuliisoma jana kwa munasaba mwingine, aya 28, Allah aliposema liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu ba'isal faqir. Watu wamehimizwa waelekee huko Makka wakafanya ibada ya haji, na waende huko wakayashuhudie manufaa kwa ajili yao. Wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, na vile vile ni kwa ajili walitaje jina la Allah katika masiku maalumu. Tukasema jana masiku maalumu ni 10 Dhulhijja. Wakamtaja Allah katika masiku maalumu ala ma razaqahum min bahimatil an'am, juu ya kile ambacho wamewaruzuku wao katika wanyama wa kufugwa. Bimaana kumdhukuru Allah kunakuja baada ya kuchinja, na wanasema wanyama hawa waliotajwa hapa ni alhadi kwa ajili ya muhrim, ni yule kichinjwa cha hija kwa ajili ya muhrim, na ni udhiya kwa ambao hawakufanya haji. Fakulu minha, na kuleni katika wanyama hao mliowachinja sehemu ya nyama zake kuleni. Wa at'imu al-ba'is al-faqir, na mumlishe katika hizo nyama za wanyama wa udhiya aliyekata tamaa ya maisha na aliyefakiri, mtu asiyekuwa na kitu. Aya hii pia imeelekeza nyama ya udhiya ielekezwe wapi. Ni mwenye kuchinja ale, na sehemu nyingine sadaka, ndio udhiya. Lakini pia katika hiyo suratul Hajj aya za chini kidogo, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza lan yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, hazitomfikia Allah damu za hao wanyama mnaowachinja wala nyama za hao wanyama mnaowachinja, wanyama wa udhiya,
hayo hayatomfikia Allah. Allah hahitaji nyama wala hahitaji damu. lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, hazitomfikia Allah subhanahu wa ta'ala nyama za hawa wanyama mnawachinja wala damu zao, lakini unamfika Allah uchamungu kutokea kwenu, al-ikhlas, ukweli kwenye kuchinja kwenu. Hii ni sehemu ya aya katika suratul Hajj. Inatajwa aya hii vile vile katika fadhila za udhiya, na kwamba ni mnyama aliyekokotezwa, na kuna adilla nyingine mbalimbali kwenye Qur'ani zinatajwa kwenye hili.